Kwa majina anaitwa Farida Mangube, ni mwandishi wa habari wa Michuzi Blog pamoja na Rainbow Media hapa Morogoro. Tumeshiriki katika kupitia mwongozo wa kitabu ambacho kitatumika na waandishi wa habari kuandika masuala ya ukatili, hasa issue za ukeketaji. Kitabu hiki kimejaa miongozo, kimejaa sheria, kanuni na nini mwandishi wa habari anatakiwa afanye katika wakati wa kuandaa hizi taarifa. Nikiwa kama mwandishi wa habari ambaye nimepitia huu mwongozo na kusoma na kuelewa, nimeona bado kuna gepu ambalo lipo kwa waandishi wa habari wa Tanzania, hasa katika kuripoti hizi habari za masuala ya ukeketaji. Kama waandishi wa habari tumeshawahi kubeba ajenda nyingi na kubwa za kitaifa. Tukatoka kwenye zilo mpaka tukaja kufikia asilimia ambayo tumeifanya ile changamoto sasa kuja kuwa fursa. Mfano mzuri ni watoto wale ambao walipata mimba wakiwa bado wako shuleni. Walipitia hiyo changamoto. Kupitia waandishi wa habari ile ajenda ikaweza kubebwa kitaifa, na mpaka sasa tunaona sasa Tanzania wale wanafunzi ambao waliweza kupata ujauzito wakiwa shuleni sasa hivi wamepata nafasi ya kurudi kusoma. Kwa sasa ushauri wangu kwa waandishi wa habari wengine, tuibebe hii ajenda ya masuala ya ukeketaji kama ajenda ya kitaifa, ili tuweze kuwasaidia hawa mabinti, tuweze kuwasaidia hawa wanawake ambao wanapitia huu ukatili. Tunafahamu madhara yake ni makubwa. Yapo ambayo yanaandikwa, lakini mengine yapo ambayo hayaandikwi. Idea yetu ya kuja na kitabu ama mwongozo maalum wa kuwasaidia waandishi wa habari kuripoti masuala ya ukeketaji kwa usahihi, maana yake ni kwamba tuliona ipo changamoto kwa uelewa wa waandishi wa habari kuhusu zile terminologies ambazo watazitumia katika kuripoti masuala ya ukeketaji. Lakini sio terminologies tu, kuna research mbalimbali ambazo zimefanywa, lakini pia kuna namna ya kipekee kabisa ya kuripoti masuala haya ya ukeketaji bila kuumiza hisia na utu wa wale ambao ni victim ama wale ambao wamekutwa na madhila haya. Kwa hiyo tukaona ili kuwafikia waandishi wengi Tanzania lazima tuwe tuna hicho kitabu ama handbook ambayo itatusaidia kila mwandishi akiipata atajisomea na kuona kuna umuhimu wa kujipitia na kujikumbusha. Ni kama msaafu, ni kama Biblia. Kwa hiyo tulikutana na sisema tukaona ni muhimu tukaona kitabu cha namna hii. Lakini pia tukaona mbali na kuwa na kitabu, lakini lazima tuanze kidogo kidogo kuwajengea uwezo wa waandishi wa habari kwenye mafunzo, kuhakikisha kwamba wanafahamu kiuhalisia kabisa madhara ya FGM ni nini, na wao kama sauti ya jamii wanawezaje kubadilisha mitazamo ya watu kuhusu namna ambavyo ukeketaji unafanyika kwenye society mbalimbali. Nimeona ramani iliyoonyesha pale jinsi ambavyo asilimia ni kubwa hapa nchini.